Ole, baadhi wanatashwishi, lakini miongoni mwa mambo yalikuwa yameweza kujumuishwa katika mkataba wa makubaliano kwanza ni ile ripoti ya NADCO kwamba inazungumziwa kwamba lazima iweze kutekelezwa na ifanywe kazi kikamilifu. Mojawapo ya agenda ambayo imeweza kutajwa katika makubaliano yale ya pili ni kwamba iwe ni fursa sasa hivi katika taifa letu la Kenya mtu kupata huduma ama mtu kuweza kupata maendeleo, iwe jamii ama mtu binafsi, bila kujali eneo lake, dini yake, kabila yake, iwe kuna ule usawa katika nchi yetu ya Kenya. Ni moja ya agenda pia ambayo iko pale ndani, kwa ambayo kuna ushirikishwaji wa wote, ujumuishwaji wa wote, sio wale wachache ambao watakuwa wanafaidika kwa sababu moja ama nyingine. Na pia vile vile kuna swala la kuweza kuimarisha na kuupa nguvu gatuzi, kwamba baada ya kuitafuta katiba mwaka 2010 kuweza kuidhinishwa na kuwa sheria, ni fursa hivi sasa kwamba katiba ianze kuzalisha matunda. Tulisema tunasambaza rasilimali kutoka serikali kuu hadi kule mashinani, lakini je, maendeleo yameweza kuonekana miaka mingi baada ya katiba kuwa nayo? Ni fursa kuweza kuangalia vipi tutaweza kuimarisha ugatuzi, baadhi ya changamoto ambazo zimeweza kuzunguka masuala ya ugatuzi alikadhalika pia ziweze kufanyiwa kazi. Masuala ya kuweza kuimarisha maisha ya wananchi, wananchi wana maisha bora, ili kuzungumzia kuhusiana na uchumi ambao uko hapa nchini Kenya, uchumi uimarike na taifa lisonge moja, ni mojawapo ya masuala yameweza kuzungumziwa. Kipengele ambacho kipo katika katiba yetu ya Kenya ambacho ni cha maadili, kija katika masuala ya uongozi, pia vile vile ni mojawapo ya kipengele kimoja ambacho kimeweza kupewa kipaumbele, kwamba uongozi hivi sasa huo ni uongozi ambao utakuwa unashughulikia wananchi na utoaji huduma, wala sio uongozi ambao hauna maadili na faida kwa wananchi. Ni mambo mengi yameweza kuzungumziwa, lakini kwanza kabisa nataka nimpe nafasi Emmanuel To ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu akiwa na mwenzake Melita Olitenges, ili na wao watuambie hasa huenda wakawa wamezungumza na baadhi ya viongozi, wananchi wanasemaje kutokana na kile ambacho kimefanyika katika siku hii ya leo. Naam, bila shaka ndivyo shughuli inavyokamilika hapa katika ukumbi wa KICC, wakati ambapo tumeshuhudia ndoa rasmi ya chama cha UDA na chama cha ODM wakitangaza rasmi kwamba watakuwa wanashirikiana kutoka hapa sasa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wamesema shughuli si ya mwaka 2027, lakini Tenges, unaonaje? Kuna siasa ama ni kubaliana tu? Naam, To, kama ulivyosema ni kwamba tayari wametia saini. Kumbuka kwamba kwa miezi kadhaa tumekuwa tukishuhudia tu wakishirikiana kufanya kazi pamoja, lakini hatujaona stakabadhi ambazo zinaonesha kwamba watakuwa wakishirikiana. Na wamesema viongozi kwamba huu si muungano. Wakati huu bado wanasema kwamba ni namna tu ambavyo watakuwa wakishirikiana kufanya kazi pamoja. Na utakumbuka kwamba kulikuwa na wataalam ambao tayari walikuwa wameteuliwa na Rais William Ruto kuapishwa, ambao ni mawaziri ambao wanafanya kazi. Wataalamu unamaanisha mawaziri? Mawaziri, naam. John Mbadi wa pale hapa nyuma katika Wizara ya Hazina ya Kitaifa, Opiyo Wandayi pale Kawi, Hassan Joho na ambao vile vile tumepata kushuhudia viongozi wengine tajika ambao wamehusishwa katika mchakato mzima. Lakini cha muhimu To ni kwamba ukuruba huu kati ya kinara wa ODM Raila Odinga na vile vile Rais William Ruto unaonekana kushamiri. Kumbuka kwamba walipingana vikali kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka 2022, lakini mwaka uliopita tukaona kwamba kumekuwa na mabadiliko. Na katika hotuba ya Rais William Ruto, hotuba ya Raila Odinga, umepata kusikia wakisema kwamba wametupa hayo yote katika kaburi la sahau, na sasa wanafungua ukurasa mpya, ukurasa ambao wanasema watakuwa wanaandika historia. Kumbuka kwamba kwanza kabisa wamesema kwamba watahakikisha kwamba ile taarifa au ripoti ya NADCO itaafikiwa kikamilifu. Kumbuka pia ripoti hiyo inazungumzia wanawake kuajiriwa kwa thuluthi mbili. Natumai ya kisami yangu iko safi, lakini kumbuka kwamba haya ndio mambo ambayo yamejadiliwa hii leo. Na vile vile tumepata kumsikia katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akizungumza na kutuelezea tu yale ambayo yako katika ripoti hiyo au mustakabali huo wa makubaliano ambao bila shaka tutakuwa tunadurusu na kufahamu kabisa. Bila shaka, na umemzungumzia katibu mkuu
mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, na amekuwa mpingamizi mkubwa sana wa ushirikiano huu wa kuchumbiana huku ambako chama cha ODM kimekuwa kikiandamwa sana na chama cha UDA. Rais William Ruto akitaka ushirikiano. Wakati alipotoa taarifa yake alisema kwamba natoa taarifa hii ama nasoma taarifa hii ama mkataba huu si kama mimi kama Edwin Sifuna, lakini kama katibu mkuu wa chama. Je, hilo lina mashiko kweli ama ni semi tu? Labda amekuwa akishirikiana na serikali kutoka mwanzo. Nadhani siasa za chama zina uzito fulani, hususan matamshi ambayo anatamkwa na katibu ambaye ameshikilia wadhifa huo kama katibu na alikuwa hapa kama katibu wa chama cha ODM, lakini uwepo wake hapa, ujio wake hapa na vile vile kuonekana yuko sako kwa bako na kinara wa chama chake, nadhani hilo linavuta taswira kwamba huenda ama alilazimishwa ama pengine tutamuuliza, lakini ni ishara kwamba amejiongea hatua moja au mbili, si mahali ambapo alipokuwa siku chache zilizopita. Na bila shaka ndoa hii ama makubaliano haya yanaarifu sasa kwamba tumechora mstari. Tunasema kwamba wapinzani ni hawa na hawa ndio wako kwenye serikali. Upande ule mwingine Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua na kikosi kizima cha upinzani, na upande mwingine ni Rais William Ruto pamoja na kinara wa chama ama baada ya rejesho madaraka ya kuwa kinara wa chama cha ODM, lakini bado ana ushawishi mkubwa chamani. Lakini yeye kutia saini mustakabali wa makubaliano, ametia saini kwa wadhifa wake kama kiongozi wa chama cha ODM. Kwa hivyo bila shaka tutakuwa na dadisi kwa undani zaidi tupate kujua kama kumekuwa na mabadiliko katika wadhifa tofauti katika chama cha ODM. Lakini muhimu pia kutaja kwamba wakati ambapo hafla hiyo ilikuwa inaendelea, tulipata kumsikiza mwenyekiti wa chama cha ODM ambaye pia ni gavana wa Homa Bay Gladys Wanga akisema kwamba hakuna yeyote ambaye anatakiwa kuuliza maswali kuhusu muungano huu. Maanake anasema kwamba ni muungano ambao wakati wake umefika, ni muungano ambao anasema utahakikisha kwamba kabila zote nchini zitazingatiwa, kuhakikisha kwamba ile joto ya kisiasa ambayo tumeshuhudia mara kwa mara, maandamano ambayo tumeshuhudia mara kwa mara, wanasema kwamba wanatumai kwamba kupitia muungano huu joto hiyo itakuwa ni mwanzo mpya na itakuwa mwanzo mpya. Pia nadhani mle ndani tulipata kushuhudia kwamba makatibu hawa ambao walikuwa hawaonani macho kwa macho, sasa wameketi pamoja. Sasa walikuwa pamoja. Na unaweza sema ile body language kwa lugha ya Kimombo kwamba sasa inaonekana ni watu ambao sasa watakuwa wakifanya kazi pamoja, kushirikiana kwa karibu. Ni ukuruba ambao kama nilivyosema unaonekana kushamiri. Lakini je, kwa upande wako unaweza kuzungumzia manufaa yake kisiasa kwa Rais William Ruto ni ipi? Rais William Ruto amepoteza ama kwa kiasi fulani amepoteza ufuasi katika eneo la Mlima Kenya. Mlima umekuwa telezi. Hajaenda mlimani tangu mwezi Novemba mwaka uliopita. Takriban miezi 4 iliyopita hajakanyaga mlimani, lakini tumemwona mara nyingi akienda katika kaunti za magharibi ya Kenya. Amekuwa katika eneo la Nyanza, amekuwa katika maeneo ya pwani ya Kenya. Hizo ni ngome za Raila Odinga. Nakumbuka Raila Odinga alipata kura milioni 6.9, Rais William Ruto akishinda na kura 1233 peke yake. Kumaanisha wakishirikiana kuna uwezekano kwamba itasaidia ile nafasi ya Rais William Ruto kutaka uchaguzi ama kuchaguliwa mara ya pili, lakini hali si hali. Bado hali ngumu. Dau hili la kisiasa la Rais William Ruto na Raila Odinga, bila shaka kama unavyosema huenda kukawa na upepo wa kisiasa ambao utavuma. Nakumbuka kwamba pia tunatarajia kwamba mwezi Mei tunatarajia kwamba Rigathi Gachagua ambaye ni aliyekuwa naibu rais anatarajiwa kutangaza chama chake. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo yataendelea. Kumbuka kwamba siasa za nchi zinaonekana sasa zinapata kasi zaidi. Mtenge, kuna mengi sana ambayo tungeweza kuzungumzia, lakini naambia na mwelekezi wetu kwamba turejee studioni. Lakini kinachojiri ni kwamba wengine watasema ni hali ya kuchanganya maji na mafuta, sijui kama itashikana, lakini hali ndio hiyo. Ni ndoa mpya ya kisiasa ambayo itakuwa na madhara mengi sana kisiasa kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao ambao umesalia takriban miaka 2 tu. Kwa hivyo kuna mengi ambayo tumekuandalia kutoka mwendo wa saa 10, saa 1, saa 3 usiku na mwenzangu Milito Letenges na wengine ambao wako studioni pamoja na kikosi kizima cha Royal Media Services ambao tumekuwa tukikuletea matangazo haya mubashara kutoka katika
ukumbi wa KICC. Kwa hivyo ni hayo tu kwa sasa, na kurejesha studioni. Na msemi kitu Melita Oletenges na Emmanuel To akiwajibikia runinga ya Citizen TV, na kula ameweza kuifanya kazi nzuri kuanzia mida ile ya asubuhi, na kinachobakia ni kwamba atakuja kuandalia taarifa hizo akuletee katika mida hiyo ambayo ameweza kuitamka.